Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo aje awasilishe hoja ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambayo imechambua mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji fungu 11, Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu la 7 na Tume ya Taifa ya Mipango fungu namba 66 kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Spika, awali yote tumeaswa kwa kila tunapopata nafasi hatuna budi ya kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu ambao wameleta tofauti katika maisha yetu. Ninamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, baraka na fadhili zake kwangu iliyoniwezesha kusimama hapa mbele kuwasilisha hotuba hii. Mheshimiwa Spika, ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini kuwa waziri wa nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, nafasi ambayo leo imenipa fursa ya kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha hotuba hii ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, ambayo ni hotuba ya mwisho kwa bunge hili la 12. Ninamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa utulivu na hekima za uongozi wake ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia, pamoja na juhudi zake za dhati alizoziweka katika kuendeleza nchi yetu ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Kipekee na kwa muktadha wa majukumu ya ofisi yangu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha diplomasia ya uchumi iliyochochea kuongezeka kwa mashirikiano baina ya nchi yetu na nchi mbalimbali duniani, kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuitangaza nchi yetu kuwa kivutio na mahala salama kwa uwekezaji. Mheshimiwa Spika, pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kutekeleza majukumu yake vyema, lakini kwa kipekee tumshukuru kwa jinsi ambavyo ametusaidia sana katika zoezi la maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo, ambaye alikuwa ni wa kwanza kuzindua kongamano la kwanza la Dira ya Taifa ya Maendeleo. Mheshimiwa Spika, pia ninamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake makini na jitihada za kubwa ambazo anafanya katika kuendeleza Zanzibar. Kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Mwinyi kwa kuwa yeye ndio aliyezindua rasimu ya kwanza ya dira mwezi Disemba pale Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuwapongeza na kuwashukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu yake ya kuendesha nchi yetu. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, amekuwa nasi katika mwaka huu, alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya maandalizi ya dira na ametuongoza vizuri sana katika jukumu hilo. Mheshimiwa Spika, nami niungane na mawaziri wenzangu walionitangulia kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Spika wa bunge letu kwa kuendelea kuliongeza bunge hili vizuri sana, bunge la 12. Uongozi wako makini, umahiri wako katika kujua masuala mapana ya kibunge hapa nchini na duniani, kwa jinsi ambavyo unapenda kutenda haki kwa wabunge wote bila kujali hali na nafasi zao, na upendo wako kwa wabunge wenzako ni mambo ambayo yataacha alama ya kudumu ya uongozi wako katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba bunge hili linakuhitaji, wabunge hawa wanakuhitaji, Watanzania wanakuhitaji, dunia inakuhitaji, na muhimu zaidi wananchi wa jimbo la Mbeya mjini wanakuhitaji sana. Tunakuombea na kukutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi mahiri na imara
wa mwenyekiti wake Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge, na makamu wake Mheshimiwa Florence Laurent Kiombo, mbunge wa jimbo la Nkenge, kwa ushirikiano, maelekezo, maoni na ushauri mzuri waliotoa wakati wa kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti na bajeti ya mwaka 2025 2024 na mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-26 ya ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Niwahakikishie wajumbe hawa kuwa ushauri na maelekezo yao yamezingatiwa kikamilifu na yamekuwa msingi muhimu katika kuandaa hotuba hii. Mheshimiwa Spika, kamati hii ni kamati imara sana na wajumbe wake ni watu muhimu, na tunawaombea sana wananchi katika majimbo yao wawarudishe katika bunge lijalo la 13 la bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya salamu hizo, naomba sasa nilete mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, jukumu la msingi la ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji ni kutunga, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa sera na mikakati kuhusu mipango ya maendeleo ya nchi yetu, kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji na kuratibu utekelezaji wa mikakati ya serikali ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Katika kutekeleza majukumu haya, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji inaratibu na kusimamia taasisi 4 za serikali ambazo ni Tume ya Taifa ya Mipango, ofisi ya msajili wa hazina, kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, na mamlaka ya uzalishaji ya mauzo ya nje yani EPZA. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza majukumu yake kwa mwaka 2024-2025, bunge lako tukufu lilidhihirisha ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji bajeti ya shilingi bilioni 121.33 kwa mgawanyo wa shilingi bilioni 100.25 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 21.08 kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Matumizi ya kawaida yanajumuisha shilingi bilioni 82.36 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 17.89 kwa ajili ya mishahara. Aidha, matumizi ya miradi ya maendeleo yanajumuisha shilingi bilioni 15.59 fedha za ndani na shilingi bilioni 5.49 fedha za nje. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, baada ya mapitio ya bajeti ya nusu mwaka, bajeti ya ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji iliongezeka kwa njia ya uhamisho kati ya mafungu na kufikia shilingi bilioni 275.03. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 253.74 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 21.29 ni kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 24 hadi Februari 2025, mafungu matatu ya ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji yamepokea na kutumia shilingi bilioni 171.47 sawa na asilimia 62.35 ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia mpango na bajeti ya ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji ya mwaka 2024-2025, kazi zifuatazo zilitekelezwa. Mosi, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, ofisi ya msajili wa hazina ilifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 664.53 ikiwa ni maduhuli yanayotokana na gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi ya taasisi zinazochangia, mapato yanayotokana na uendeshaji wa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu Tanzania, rejesho la riba na mikopo, ziada na malipo mengineyo. Hii ni sawa na 86% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 786.58 kwa kipindi kinachorejewa na 60% ya lengo la kukusanya la mwaka la kukusanya shilingi trilioni 1.113. Pili, kuendelea kuratibu maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo. Maandalizi haya, Mheshimiwa Spika, yapo katika hatua ya mwisho ambapo rasimu ya dira 2050 inafanyiwa kazi katika ngazi ya maamuzi ndani ya serikali kabla ya kuwasilishwa bungeni kwa hatua zaidi. Tatu, kuratibu maandalizi ya kuandaa mpango elekezi wa muda mrefu ya long term perspective plan LTPP. Sambamba na maandalizi ya dira 2050, Tume ya Taifa ya Mipango inaendelea na maandalizi ya mpango elekezi wa muda mrefu. Mpango huu ndio utakuwa mkakati mama wa utekelezaji wa dira 2050 utakaotumika kama mwongozo wa maandalizi ya mipango ya taifa ya miaka 5 na mipango ya maendeleo ya taifa ya kila mwaka. 4, kuendelea kuratibu mikakati ya serikali ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Katika mwaka 2024-2025, serikali iliendelea na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ni mkumbi unaolenga kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini kwa kuondoa changamoto mbalimbali katika taratibu za uwekezaji na ufanyaji biashara. 5, kuendelea kuhamasisha na kuwezesha
uwekezaji nchini unaoratibiwa na Kituo cha Uwekezaji, Mamlaka ya EPZ na taasisi zingine za serikali. Mheshimiwa Spika, mafanikio katika sekta ya uwekezaji hupimwa kwa kuzingatia vigezo vikubwa vitatu. Vigezo hizi ni idadi ya miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa, idadi ya ajira zinazozalishwa katika kupitia miradi hiyo, na mtaji uliovutiwa kutokana na miradi hiyo. Majukumu ya kuhamasisha, kuwezesha na kuratibu utekelezaji wa miradi ya uwekezaji nchini hufanywa na kusimamiwa na taasisi mbili, yani TIC na EPZ pamoja na taasisi zingine za serikali. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilisajili jumla ya miradi mipya 691 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 7.997 na ambayo ilitarajiwa kuzalisha ajira mpya 298,257. Hii ni sawa na ongezeko la 35.8 ukilinganisha na miradi iliyosajiliwa mwaka 2023/24 ikiwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 5.8. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa awamu ya 6, idadi ya miradi iliyosajiliwa na TIC imeongezeka kutoka miradi 256 kwa mwaka yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 3.749 mwaka 2021 hadi kufikia miradi 901 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 9.313 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, sekta 5 zinazoongoza kusajili miradi mingi ya uwekezaji ni uzalishaji viwandani 42%, usafirishaji 15.3%, ujenzi wa majengo ya biashara 10.1%, utalii 8.4% na kilimo 7.3%. Mheshimiwa Spika, mafanikio yamepatikana pia katika uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi, yani special economic zones, ambapo uratibiwa na mamlaka ya EPZ. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, jumla miradi 45 imesajiliwa katika maeneo mbalimbali nchini kupitia leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo imevutia mitaji ya jumla ya dola za Marekani bilioni 1.172 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya bidhaa zinazozalishwa Tanzania nje ya nchi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 307.64 na kuzalisha ajira zipatazo 20,674. Mheshimiwa Spika, rekodi zinaonyesha kuwa kabla ya sasa idadi kubwa ya miradi ya uwekezaji ilisajiliwa mwaka 2013, na kabla ya sasa mwaka 2013 ndio mwaka ulikuwa unajulikana kuwa ni mwaka bora kwa uwekezaji nchini, ikiwa imesajili miradi 885. Hata hivyo, mwaka 2024 TIC ilisajili miradi 901 na hivyo kuvunja rekodi ya miradi iliyosajiliwa katika kipindi cha miaka 29. Kwa sababu hii, tunaweza kutangaza mwaka 2024 sasa kuwa mwaka bora zaidi katika sekta ya uwekezaji Tanzania tangu Tanzania ianze kusajili miradi ya uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, kwa tathmini iliyofanywa na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, mafanikio katika sekta ya uwekezaji yamechangiwa na sababu 5 zifuatazo. Kwanza, kuendelea kuimarisha mifumo ya kisera na kisheria katika kuwezesha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Kwa mfano, katika kipindi cha bunge la 12, sheria ya uwekezaji imeshafanyiwa mabadiliko mara 2. Pili, maono, hamasa na ushawishi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makampuni aliyofanya kwa makampuni mbalimbali ya kimataifa kuja kuwekeza nchini kupitia ziara na mikutano mbalimbali aliyoifanya nje na ndani ya nchi. Tatu, kampeni kubwa ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji nchini iliyofanyika mwaka 2023 kwa ushirikiano mkubwa kati ya TIC, taasisi ya sekta binafsi pamoja na vyombo vya habari. Jumla ya wafanyabiashara 1800 walifikiwa kupitia kampeni hii kutoka katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Kampeni hii imeweza kuongeza idadi ya miradi iliyosajiliwa TIC na Watanzania na kubadilisha taswira ya TIC kwamba sio taasisi ya kusajili miradi ya uwekezaji kutoka nje pekee, lakini taasisi ya Watanzania. 4, kuendelea kuimarisha na kuboresha huduma kwa uwekezaji katika Kituo cha Uwekezaji Tanzania, ambapo sasa kuna taasisi 14 zinazotoa huduma katika kituo cha pamoja. Na 5, viongozi katika sekretari za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, hususan wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kuendelea kuhamasisha shughuli za uchumi na uwekezaji katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, mafanikio tunayotaja katika sekta ya uwekezaji
sio tarakimu tu katika kompyuta na makaratasi. Mafanikio haya ni miradi halisi inayoendelea kutekelezwa katika mikoa mbalimbali na ambayo inagusa maisha ya wananchi moja kwa moja, kuchangia ukuaji wa uchumi, kutengeneza ajira na kuzalisha kodi za serikali. Katika kuonyesha hili, ninaomba kutaja baadhi ya miradi ya uwekezaji kama kielelezo cha kuhalisiwa miradi ya uwekezaji ya kimkakati iliyoanzishwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, yani mwaka 2021 hadi 2024. Mosi, mradi wa kutengeneza vioo vya ujenzi wa kampuni ya Keda Ceramics Company Limited uliopo Mkuranga mkoani Pwani. Mradi huu, Mheshimiwa Spika, unazalisha vioo vya ujenzi na 80% ya vioo hivi huuzwa nje ya nchi na hivyo kuchangia upatikanaji wa fedha za kigeni na kupunguza uagizaji wa bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 620 na kuajiri watu 43,000. Pili, mradi wa kuzalisha mabati wa kampuni ya Lodhea Industries uliopo wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani unaozalisha jumla ya tani milioni 1.2 kwa mwaka ukilinganisha na mahitaji ya ndani ambayo ni takriban tani 600,000 kwa mwaka na hivyo kuchangia mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi. Kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 52 na kuajiri watu 2,200. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwa sasa mahitaji ya mabati nchi nzima ni mabati 600,000 tani. Tunazalisha kwa kampuni moja tu tunazalisha tani milioni 1.2. Kwa hivyo sasa nchi yetu haina sababu ya kuagiza mabati kutoka nje, tunajitosheleza kwa kiasi kikubwa. Tatu, mradi wa kuzalisha mabati wa kampuni ya King Leon Steel Mill uliopo Kibaha Pwani ambao unawezesha upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda vingine vya mabati na upatikanaji wa fedha za kigeni kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, kabla ya mradi huu tulikuwa hatuna malighafi ya kuzalisha mabati nchini, ilibidi kuagiza kutoka nje. Kwa mradi huu sasa ambao umewekezwa dola za Kimarekani milioni 42, sasa hatuhitaji kuagiza malighafi kutoka nje ya kwa ajili ya kutengeneza mabati. Na mradi Mheshimiwa Spika umeajiri watu 2,000. 4, mradi wa kongana ya viwanda wa kampuni ya Sinotan Industrial Park uliopo Kikwala mkoani Pwani kule Kibaha. Mradi una lengo la kuvutia viwanda vikubwa na vya kati 200 na viwanda vidogo 300. Kampuni hii inatarajia kuwekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 327 na mradi unatarajiwa kuajiri watu 100,000 utakapokamilika katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Hadi sasa kampuni imeshawekeza dola za Kimarekani milioni 36 na kuajiri watu 651. 5, mradi wa kuzalisha saruji wa kampuni ya Maweni Limestone Limited uliopo Tanga kwa ajili ya uzalishaji wa saruji. Kampuni imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 170 na kuajiri watu 904. 6, mradi wa kuzalisha vinywaji vya kileo wa kampuni ya Mart Super Brands uliopo Manyara pale Babati. Kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 2.64 na kuajiri watu 269. 7, mradi wa kuzalisha vifaa vya ujenzi wa kampuni ya Ziwa Steel and Wire Product Limited uliopo jijini Mwanza ambapo wakazi wa Mwanza na mikoa jirani sasa wamehakikisha upatikanaji wa vifaa vya ujenzi kwa bei nafuu. Kabla hapo, Mheshimiwa Spika, wakazi wa Ziwa Victoria walazimika kuagiza vifaa vya ujenzi kutoka Dar es Salaam. Kwa sasa kwa kampuni sasa wanapata vifaa hivi ndani ya mkoa wa Mwanza. Na kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 3.4 na kuajiri watu 508. 8, mradi wa uzalishaji wa vinywaji baridi wa kampuni ya A1 Products and Bottlers Limited uliopo jijini Mbeya. Kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 30 na kuajiri watu 150. 9, mradi wa kuzalisha vinywaji baridi wa kampuni ya Dew Drop Drinks Company Limited uliopo mkoani Rukwa. Kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 20 na kuajiri watu 150. Na 10, mradi wa kilimo cha parachichi, ufungashaji na uchakachaji wa mafuta ya parachichi wa kampuni ya Avo Africa Teas Limited uliopo mkoani Njombe ambao umehakikisha upatikanaji wa soko la uhakika kwa ulima wa parachichi katika mkoa huu na mkoa jirani, upatikanaji wa bidhaa za mafuta na upatikanaji wa fedha za kigeni. Kampuni imewekeza jumla ya dola za Marekani milioni 4.8 na kuajiri watu 650. Mheshimiwa Spika, kabla ya uwekezaji huu kule Njombe, Iringa, maparachichi yalikuwa yanatupwa
na wakulima walikuwa wanalalamika wananunua kilo moja kwa shilingi 100. Kwa sasa kuna furaha kubwa kwa wakulima kina mama kule, kiwanda kinanunua parachichi yote. Sasa bei imepanda kutoka kilo moja shilingi 100 hadi shilingi 900. Mradi muhimu sana na wananchi wamepokea vizuri. Nimetaja miradi hii Mheshimiwa Spika kama kielelezo kwamba tunapozungumzia mafanikio katika sekta ya uwekezaji, mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais anahimiza wawekezaji kuja, mafanikio haya sio ya kwenye makaratasi, ni hali halisi ambayo ipo kwa wananchi na wananchi wetu wanafaidika nayo. Mheshimiwa Spika, kazi zingine ambazo zilifanywa katika mwaka 2024-2025 ni pamoja na kufanya tathmini ya thamani ya uwekezaji na athari za miradi ya kielelezo na mikakati katika kuendelea na kukuza uchumi, kukamilisha uandaji wa sera mpya ya uwekezaji na mkakati wa utekelezaji, kukamilisha uunganishaji kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na mamlaka ya maeneo uzalishaji ya mauzo nje yani EPZA, kujenga uwezo wa sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa katika kusimamia utekelezaji wa sera na miongozo ya uwekezaji wa sekta binafsi, uendelezaji wa miradi ya kitaifa ya kielelezo ikiwemo maeneo maalum ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya serikali katika kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini. Katika kupima hatua zilizopigwa katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara nchini, Tanzania ilishiriki katika utafiti wa urahisi wa ufanyaji biashara na uwekezaji uliofanya na Benki ya Dunia ambao kwa sasa unatambulika kama Business Ready, ukichukua nafasi ya Ease of Doing Business. Katika taarifa ya utafiti huu ya mwaka 2024 iliyohusisha nchi 50 duniani, tathmini katika bara la Afrika, utendaji wa Tanzania katika taarifa hii ya mwaka 2024 ikiwa na maeneo matatu. Katika eneo la uboreshaji wa mifumo ya kisheria, Tanzania ilishika nafasi namba 7 ikipata alama 65 katika nchi 50, na katika eneo la huduma za umma Tanzania ilishika nafasi ya 4 ikiwa na alama 51.56, na katika eneo la ufanisi wa uendeshaji wa biashara ni operation efficiency Tanzania ilishika nafasi ya 7 ikiwa na alama 62.15. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kushirika sekta binafsi tumejipanga kuendelea kufanya vizuri zaidi katika awamu ya pili ya utafiti huo unaotarajia kufanyika baadaye mwaka huu. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuimarisha mifumo ya usimamizi na tathmini ya utendaji wa taasisi za mashirika ya umma, kampuni tanzu na makampuni ambazo serikali ni mbia pamoja na mashirika yaliyobinafsishwa. Katika kutekeleza jukumu hili, ofisi ya msajili itekeleza majukumu ilichukua hatua zifuatazo. Kwanza, kukamilisha tathmini ya utekelezaji wa mikataba ya utendaji kazi ambayo iliingiwa mwaka 2022-2023 ya taasisi na mashirika ya umma. Hadi Machi 2025, tathmini imefanyika kwenye taasisi na mashirika ya umma 34 kati ya 50 yaliyopangwa kufanyika sawa na ufanisi wa 68%. Maandalizi ya kufanya tathmini kwa taasisi za mashirika ya umma 16 aliyosalia yanaendelea. Pili, kufanya ukaguzi wa kimanagement katika taasisi na mashirika ya umma 36 sawa na 72% ya lengo la kukagua mashirika 50. Tatu, kuendelea na ujenzi wa dashboard yenye lengo la kuboresha usimamizi katika uendelezaji wa wakala za serikali, taasisi na mashirika ya umma. 4, kuandaa taarifa fedha mwaka 2023-2024 na kuiwasilisha kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mujibu wa sheria. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa uwekezaji wa serikali katika taasisi za mashirika ya umma 253 yanayomilikiwa na serikali kama mbia mkuu pamoja na kampuni 56 ambao serikali inamiliki hisa chache umeongezeka kwa asilimia 15.35 kutoka shilingi trilioni 75.79 katika mwaka wa fedha 2022-2023 hadi kufikia shilingi trilioni 86.29 katika mwaka 2023-2024. Ongezeko hilo limetokana na kuongezeka kwa idadi ya taasisi na mashirika ya umma pamoja na ongezeko la thamani ya mizania ya kampuni ikiwepo benki ya NMB, benki ya NBC, Kilombero Sugar, TPC na Airtel Tanzania Limited PLC. 5, kuwezesha upatikanaji wa mikopo kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo wa taasisi za umma ikiwemo shirika la nyumba Tanzania ambao lilipatiwa mkopo wa shilingi bilioni 299.33, chuo cha uhasibu Arusha shilingi bilioni 18, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA shilingi bilioni 27.58, mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro
shilingi bilioni 266.68, na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mtwara shilingi bilioni 1.22. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza kazi ambazo zilifanyika kwa mwaka 2024-2025 na mafanikio yake, sasa ninaomba kuwasilisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaratibu kusimamia utekelezaji wa majukumu na vipaumbele katika mafungu matatu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maeneo ya vipaumbele ambayo kwa fungu namba 11 maeneo ya vipaumbele ni kama ifuatavyo. Mosi, kukamilisha mchakato wa kuunganisha taasisi ya TIC na EPZA na kuunda taasisi ya TISEZA, yani Tanzania Investment and Special Economic Zones, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambalo bunge lako lilipitisha katika mkutano uliopita. Pili, kuendelea kuratibu maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo, mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka mitano kwa kuzingatia dira mpya ya maendeleo mwaka 2050 na mpango wa maendeleo mwaka kwa mujibu wa mwongozo wa dira ya maendeleo wa mwaka 2025. Tatu, kuratibu ushiriki wa nchi na kusimamia majadiliano ya mikataba ya kimataifa ya uwekezaji baina ya nchi katika ngazi za kikanda na kimataifa. Nne, kuratibu na kusimamia uwekezaji katika kanda maalum za kiuchumi na kongani za viwanda, kuratibu na kusimamia uwekezaji wa umma, kuratibu uhamasishaji na uwezeshaji na wawekezaji wa sekta ya binafsi. Saba, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Nane, kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Na tisa, kuandaa mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vilivyopangwa kutekelezwa na Tume ya Taifa ya Mipango fungu namba 66 ni kama ifuatavyo: kukamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mpango elekezi wa muda mrefu pamoja na nyenzo muhimu za utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 na kutoa elimu kwa umma. Pili, kukamilisha maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Tatu, kuanza maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, yani mwaka 2026-27 hadi mwaka 2031-32. Nne, kufanya tathmini ya matokeo ya miradi ya kielelezo na kimkakati katika kuendelea na kukuza uchumi. Tano, kufanya utambuzi wa maeneo muhimu ya vipaumbele vya kitaifa yenye matokeo makubwa ili kuianisha na matumizi yenye tija rasilimali za nchi. Sita, kuwezesha ushiriki wa sekta binafsi na kutoa miongozo ya mashirikiano kwa ajili ya kufanikisha upangaji na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. Na saba, kuendelea kuimarisha utendaji kazi wa taasisi kupitia mifumo ya tehama na kuwajengea uwezo wa watumishi katika kusimamia uchumi, upangaji na utekelezaji wa mipango. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vilivyopangwa kutekelezwa na Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 ni kama ifuatavyo. Mosi, kukusanya mapato ya serikali yasiyo kikodi kutoka taasisi na mashirika ya umma. Katika mwaka wa fedha 2025/26, Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 imepangiwa kukusanya na kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali jumla shilingi trilioni 1.56 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato yasiyo ya kikodi kupitia gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi, mapato kwa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu, rejesho la riba na mikopo, ziara na mapato mengineyo. Pili, kukamilisha na kuanza utekelezaji wa mpango wa muda mrefu wa Ofisi ya Msajili ya Hazina. Tatu, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tathmini ya mali za serikali zilizo chini ya Ofisi ya Msajili wa Hazina pamoja na zilizobinafsishwa ikiwemo mashamba, viwanda na viwanja. Nne, kuendelea kuimarisha mifumo ya tehama ili kuongeza ufanisi wa Ofisi ya Msajili wa Hazina katika ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kikodi. Tano, kuimarisha usimamizi na tathmini ya utendaji wa taasisi na mashirika ya umma, kampuni tanzu na kampuni ambazo serikali ni mbia. Na sita, kuendelea kujenga uwezo wa watumishi wa Ofisi ya Msajili wa Hazina ili kuimarisha utendaji kazi. Mheshimiwa Spika, taasisi mpya ya TISEZA inayotarajia kuanza rasmi majukumu yake tarehe 1 Julai mwaka 2025 ikiwa ni matokeo ya kuunganishwa kwa mamlaka ya maeneo ya uzalishaji kwa mauzo ya nje EPZA na kituo cha uwekezaji TIC, imepangiwa kutekeleza vipaumbele vifuatavyo. Mosi, kuzindua na kutangaza mradi wa Bagamoyo Special Economic Zone kwa uwekezaji wa ndani na nje ya nchi, kuania kuendeleza mradi huu kwa
kwa njia mbalimbali ikiwepo ubia na sekta binafsi kwa kufuata mpango uliorejewa. Pili, kubaini bidhaa na kutumia huduma za soko la mitaji kupata fedha za kuendeleza miradi ya maeneo maalum ya kiuchumi. Tatu, kuimarisha utoaji wa huduma kwa wawekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi kupitia dirisha la huduma mahala pamoja kwa kutumia mfumo wa kidijitali. Nne, kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika maeneo ya viwanda vilivyokabidhiwa kwa mamlaka na msajili wa hazina. Tano, kuendeleza maeneo maalum ya kiuchumi kwa kushirikiana na TAMISEMI, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Sita, kutoa elimu kwa umma, kufanya utafiti, ufadhili na tathmini ya miradi iliyopewa leseni ya mamlaka. Saba, kuratibu uanzishwaji na uendelezaji wa miradi mikubwa ya uwekezaji yenye manufaa mapana kwa taifa. Nane, kuboresha mifumo ya kusajili na kuhudumia wawekezaji. Tisa, kufanya tafiti mbalimbali zinazolenga kutoa majawabu, kuwezesha kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuibua fursa mpya za uwekezaji nchini. 10, kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa miradi ya uwekezaji. Na 11, kutekeleza mikakati mbalimbali inayolenga kuboresha mashirikiano kati ya TISEZA na wadau wa umma na binafsi ili kurahisisha jukumu la kuratibu uhamasishaji wa huduma kwa wawekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutekeleza vipaumbele vya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka 2025-26 kwa kuzingatia kazi na majukumu ambayo nimeyataja hapo juu, ninaomba bunge lako tukufu lipokee, lijadili na likubali kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 148 milioni 629 laki 961,000 kwa mgawanyo wa shilingi bilioni 122 milioni 122 laki 685,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 26 milioni 507 laki 276,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa mchanganuo wa kimafungu kama ufuatao. Fungu 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, matumizi ya kawaida shilingi bilioni 22 milioni 392 laki 1,085. Matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 15 milioni 475 laki 3,008. Na jumla kwa fungu hili namba 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ni bilioni 37 milioni 867 laki 4,093. Fungu 66, Tume ya Taifa ya Mipango, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinisha shilingi bilioni 39 milioni 145 laki 3,069. Na matumizi ya kawaida ya miradi ya maendeleo, matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9 milioni 361 laki 2,077. Jumla kwa fungu hili la 66, Tume ya Taifa ya Mipango, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 48 milioni 506 laki 6,046. Fungu la 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 60 milioni 585 laki 1,031. Matumizi ya miradi ya maendeleo, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 1 milioni 670 laki 6,091. Jumla kwa fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, tunaomba kuidhinishiwa jumla shilingi bilioni 62 milioni 255 laki 8,022. Kwa jumla kuu, Mheshimiwa Spika, matumizi ya kawaida ni bilioni, kama nilivyosema, bilioni 122 milioni 122 laki 6,085, na matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 26 milioni 507 laki 276,000. Jumla inakuwa bilioni 148 milioni 669 laki 961,000. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ya mwaka 2025-26 tumeyaonyesha kwa kina katika ukurasa wa 57 hadi 63 kwa kitabu ambacho tumewasilisha. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imetekeleza kwa ufanisi mkubwa mpango na bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka 2024-25. Mafanikio yaliyopatikana katika mpango wa bajeti hii ni pamoja na kuratibu kwa ufanisi
maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo, kuongezeka kwa idadi ya miradi ya uwekezaji na kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, tangu iingie madarakani, serikali ya awamu ya 6 iliweka swala la kusimamia ukuzaji uchumi kama kipaumbele mama. Katika kutekeleza hili, serikali ya awamu ya 6 iliweka mkazo katika kukuza uwekezaji katika sekta za uzalishaji na sekta ambazo zinatoa ajira kwa wingi. Serikali ilifanya hivi kwa kuzingatia kuwa uwekezaji ndio msingi wa kukuza uchumi na ajira katika nchi yoyote, na kwa kutambua kuwa uwekezaji ni nyenzo muhimu katika kuingiza mtaji na teknolojia mpya kutoka nje. Mheshimiwa Spika, Bi Rosalind Carter aliyeishi mwaka 1927 mpaka mwaka 2023, huyu alikuwa mwanaharakati lakini pia mke wa rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, alikuwa na tafsiri na falsafa yake kuhusu maana ya kiongozi, na alisema, naomba ninukuu: "A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be." Kiongozi huwapeleka watu pale wanapotaka kwenda. Hata hivyo, kiongozi mashuhuri huwapeleka watu pale ambapo sio lazima wao wanataka kwenda, lakini wanapaswa kwenda. Hakuna shaka kwamba, Mheshimiwa Spika, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi anayetupeleka pale tunapopaswa kwenda kama nchi. Katika kuendeleza sekta ya uwekezaji, rais wetu ameweza kuhimili vikwazo bila kukata tamaa, bali amesimama imara na kusimamia misingi na malengo tuliyojiwekea kama nchi, kwa sababu anajua kwa dhati tunapaswa kwenda wapi. Kutokana na maono uongozi wake thabiti, nchi yetu sasa ni miongoni mwa nchi 10 katika bara la Afrika zinazovutia uwekezaji kwa wingi. Mheshimiwa Spika, ni katika muktadha huo wa uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na usimamizi thabiti wa Chama cha Mapinduzi chini ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM, ni kwa sababu hii, sifa hizi ambazo tumezieleza, wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM, mimi nikiwemo, hapo tarehe 14 mpaka 19 Januari mwaka 2025, walikuwa wepesi wa kupitisha kwa furaha kubwa jina la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hivyo ndivyo vyama imara duniani hufanya. Huanza maandalizi mapema, vinapata wagombea wake mapema, vinaweka wananchi wanajua, na hizo ndio dalili za ushindi wa mapema. Mheshimiwa Spika, naungana na waheshimiwa mawaziri na wabunge walionitangulia na Watanzania walio wengi kuwapongeza sana kwa uteuzi wao huo. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi. Hakika kazi ni utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu katika ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa ushirikiano wao mkubwa katika kutekeleza majukumu yetu. Hawa ni pamoja na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge wa jimbo la Maswa Mashariki na naibu waziri wa nchi Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, tunaye leo hapa, imebidi awe nchini Marekani kuhudhuria mkutano muhimu sana pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Nampongeza na mshukuru pia ndugu Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Dr. Fredi Matola Msema, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, na yeye Mheshimiwa Spika tunaye hapa leo kwa sababu anahudhuria mkutano huo muhimu sana nchini Marekani pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ndugu Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, na ndugu Gilad Terry, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji nchini, na ndugu yangu Charles Jackson Itembe, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maeneo ya uzalishaji wa mauzo ya nje. Aidha, nawashukuru management na watumishi wote ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na wale wa taasisi zake kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika kutekeleza majukumu yetu ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuwashukuru wadau wote waliochangia katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu,
Hawa ni pamoja na taasisi mbalimbali za sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee kabisa, nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Ubungo mkoani Dar es Salaam kwa ushirikiano wao katika kipindi chote tangu niwe mbunge wa jimbo la Ubungo. Aidha, ninakishukuru Chama cha Mapinduzi kwa imani kubwa kilichonipatia ya kupeperusha bendera ya chama kwa mwaka 2020 kwa kuzingatia rekodi yangu ya utendaji na matokeo yake katika jimbo la Ubungo, ushirikiano ambao tumekuwa nao, na kama ambao nimeshatangaza wazi kabla, muda ukifika inshallah, kwa furaha kubwa nitaomba tena ridhaa ya CCM ili nipeperushe bendera ya chama na kuomba kura za ndio wananchi wa jimbo la Ubungo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mheshimiwa Spika, napohitimisha, ili kutekeleza vipaumbele vya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ambao nimevieleza kwa mwaka 2025-26, naliomba tena bunge lako tukufu lipokee, lijadili na likubali kuidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 148,629,900,061 kwa mchanganuo ambao nimeshaueleza awali. Mheshimiwa Spika, ninaomba hotuba yangu hii na kitabu cha hotuba ya mpango na bajeti ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji tuje kuwasilisha vyote viingie katika kumbukumbu za bunge. Aidha, hotuba yangu hii na kitabu chake vinapatikana pia katika tovuti ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, yani planninginvestment.go.tz. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Waheshimiwa wabunge, nimejulishwa kwamba Katibu Mkuu ameshaingia hapa bungeni. Dr. Kija, karibu sana bungeni. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na utaratibu wetu na sasa ataingia mwenyekiti kunipokea. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, kwa niaba yake Mheshimiwa Masare. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu mahiri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, naomba kuwasilisha taarifa ya kudumu ya kamati ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya fedha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo ya mwaka huu wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba taarifa hii kwa pamoja yote ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118/9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti yanayokusudiwa na kanuni ya 118/9 ya kamati ya Bunge, taarifa hii imegawanyika katika sehemu zifuatazo. Sehemu A, sehemu ya kwanza inatoa maelezo ya jumla kuonyesha misingi na muundo wa taarifa ya pamoja kwa namna ya kamati ilivyofanya kazi. B, sehemu ya pili inahusu uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa kuzingatia makusanyo ya maduhuli, mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti, utekelezaji wa miradi na muendelezo wa uzikitiaji wa ushauri wa maoni ya kamati. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi wa makadirio
ya mapato na matumizi ya mwaka wa fedha 2025/26 D. Sehemu ya 4 inahusu majumuisho na maoni ya ushauri wa kamati, na sehemu ya 5 ni hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi wa kamati kufanya uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti na makadirio ya Ofisi ya Rais, mipango, uwekezaji na uratibu kwa mujibu wa kanuni ya kudumu za Bunge za Februari 2023 kifungu cha 6(2) kisoma pamoja na kifungu cha 7(1)(a) cha nyongeza 8 ya kanuni za Bunge zinazotambua jukumu la kamati hii kufanya uchambuzi huo. Aidha, kanuni ya 118(4) ya kanuni za kudumu za Bunge inaweka masharti yanayotaka taarifa ya utekelezaji wa makadirio ya ofisi hii kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa katika bunge hili tukufu. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa masharti hayo yamezingatiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi huu kamati ilipitia mafungu matatu ambayo ni fungu namba 7, fungu namba 11 na fungu namba 66. Fungu namba 7 linahusu ofisi ya msajili wa hazina, fungu namba 11 linahusu ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, na fungu namba 66 ni tume ya mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya uchambuzi wa taarifa za utekelezaji za bajeti ya makadirio na matumizi mapato na matumizi yanayoweka misingi wa ushauri kuhusu hoja hii ya Ofisi ya Rais, mipango, uwekezaji. Kwa sababu hiyo, ili kuwezesha ufuatiliaji mzuri wa mawasilisho hili, naomba kubainisha mambo makuu ambayo yaliyochambuliwa kama ifuatavyo. Makusanyo ya maduhuli. Mwenendo wa upatikanaji wa fedha za bajeti ya matumizi ya kawaida na bajeti ya maendeleo. Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo chini ya Ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Uzingatiaji wa maazimio ya Bunge, na ulinganisho wa bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025 na makadirio ya matumizi ya serikali ya mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji kwa mwaka 2024/2025 ilikadiria kukusanya mapato yasiyo ya kodi kiasi cha shilingi trilioni 1,113.9 kupitia fungu namba 7 Ofisi ya Msajili wa Hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa mwenendo wa ukusanyaji wa maduhuli unaonyesha kuwa ofisi hii kupitia fungu namba 7 hadi kufikia Februari 2025 ofisi imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 562.5 sawa na 51% ya lengo la mwaka jana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kupitia wizara hii kwa kuweza kuongeza ukusanyaji wa mapato ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 23/24 ambao hadi kufikia Februari 2024 wizara ilikusanya maduhuli kwa 37% ya makadirio. Aidha, mchanganuo wa maduhuli ya fungu namba 7 unaonyeshwa katika jedwali namba 1 lililopo katika taarifa yetu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilielezwa kwamba bado ukusanyaji wa maduhuli unaendelea, na hadi itakapofika robo ya 3 na ya 4 mwaka huu wa fedha unaoisha, wizara kupitia msajili wa hazina watakuwa wameweza kufikisha lengo kwa kuwa gawio na michango kutoka kwenye mashirika ya umma na kampuni ambazo serikali ina hisa, ambao kwa utaratibu uliopo gawio hutolewa kipindi hiko kila mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kamati ilielezwa kwamba sehemu kubwa ya ukusanyaji wa maduhuli hadi kufikia Februari 2025 unatokana na kodi za upangishaji, michango ya 15% ya mapato ghafi, gawio, marejesho ya TTMS, rejesho la riba na mikopo, ziada na malipo mengineyo ya ukusanyaji wa madeni XNBC na ubinafsishaji. Uchambuzi na matumizi ya bajeti. Fungu namba 7, msajili wa hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ofisi ya msajili wa hazina iliidhinishiwa shilingi bilioni 167.8 baada ya uhamisho wa shilingi bilioni 115
9.5 ambayo ilitokana na Wizara ya Fedha, ilitoka Wizara ya Fedha ambayo iliwasilishwa Mamlaka ya Ngorongoro kwa ajili ya kutekeleza zoezi la uhamisho wa wananchi kutoka Hifadhi ya Taifa ya Ngorongoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha hizo zilizoidhinishwa zilitengwa kwa ajili ya mishahara shilingi bilioni 159.3 kwa ajili ya matumizi mengineyo yani OC na shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya fedha za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025 fungu hili lilipokea jumla ya shilingi bilioni 132.1 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 83% ya bajeti iliyoidhinishwa, ambapo kati ya fedha hizo bilioni 4.0 ni kwa ajili ya mishahara na bilioni 128.0 kwa ajili ya matumizi mengineyo, ambapo kati ya fedha hizo za matumizi mengineyo bilioni 117.7 ni kwa ajili ya matumizi maalum na bilioni 10.3 ni kwa ajili ya uendeshaji wa ofisi. Aidha, milioni 970.1 sawa na 75 zilipokelewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fungu namba 11, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa fedha 2024-2025 fungu hili lilidhinishwa jumla ya bilioni 30.2. Kati ya fedha hizo bilioni 18.6 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na bilioni 6.7 ni mishahara na shilingi bilioni 11.8 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, bilioni 11.5 ilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025 fungu hili lilipokea jumla ya shilingi bilioni 15.2 sawa na 51%, ambapo bilioni 11.8 sawa na 63% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya fedha hizo. Kati ya fedha hizo bilioni 4.4 ni kwa ajili ya mishahara. Bilioni 7.3 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ya OC na bilioni 3.4 ni sawa na 30% zilipokelewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fungu 66, Tume ya Mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 fungu hili lilidhinishwa jumla ya bilioni 46.2. Kati ya fedha hizo bilioni 37.8 sawa na 82% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo bilioni 3.8 ni mishahara na bilioni 34 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, shilingi bilioni 8.4 sawa na 18% ilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2025 fungu hili lilipokea jumla ya shilingi 23 bilioni 1 sawa na 50%. Kati ya fedha hizo shilingi 22.3 sawa na 44.4 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1.9 kwa ajili ya mishahara na bilioni 20.4 kwa ajili ya matumizi mengineyo. Shilingi bilioni 715 sawa na 8.5 ilipokelewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi upatikanaji wa fedha hizo unaonyeshwa kama kwamba upatikanaji wa fedha kwa ajili ya Ofisi ya Rais, Mipango, Uwekezaji kwa mwaka 2024-2025 ni wa kuridhisha ikilinganishwa na mwaka wa fedha 23-24, ambapo hadi kufikia Februari 2024 hakuna fungu ambalo liliweza kupata fedha kwa uwiano wa 66.6%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuweza kupeleka fedha kwa wakati kwenye wizara hii muhimu kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaendelea kusisitiza serikali kuhakikisha kuwa inatekeleza majukumu yaliyowekwa kisheria kikamilifu ili kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na vyanzo imara vya mapato ambavyo vitatuondosha na kuwa tegemezi kwa fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo wa fedha hizo kwa mafungu yaliyo chini ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ni kama inavyoonyeshwa katika jedwali namba 2, jedwali namba 3 ambapo lililopo katika taarifa yetu hii ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla mwenendo wa upatikanaji wa fedha za maendeleo katika Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ni wa kuridhisha isipokuwa katika miradi ifuatayo. Fungu namba 66, Tume ya Mipango. Mradi 22-29
ambao ulitengewa bilioni 8 ambapo hadi kufikia Februari 2025 mradi huu ulipokea milioni 300 tu nukta sifuri sawa na 3.75 ya fedha zilizozalishwa kwa ajili ya mradi huo. Utekelezaji wa mipango na majukumu ya ofisi ya Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti iliyoidhinishwa mwaka 2024-2025 ililenga kufanikisha utekelezaji wa mipango na majukumu ya ofisi ya Rais, mipango ya uwekezaji na taasisi zilizopo chini ya ofisi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuiwezesha Bunge kujiridhisha na mwenendo wa matumizi unaoakisi madhumuni ya kuidhinishiwa kwa bajeti hiyo, kamati ilichambua utekelezaji wa mipango na majukumu ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kulijulisha Bunge lako tukufu kuwa kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa bajeti umezingatia mipango na majukumu yaliyoombewa fedha wa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka wa fedha 2024-2025 wizara na taasisi zilizo chini ya ofisi hii ziliidhinishiwa shilingi bilioni 21.2 kwa miradi ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha unaonekana katika jedwali namba 4 lililopo katika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilitembelea mradi mmoja kati ya miradi 7 inayotekelezwa katika ofisi hii kwa kupitia bajeti ya mwaka 2024-2025 na kuchambua utekelezaji wa miradi huo kama ifuatavyo. Mradi namba 4933 ujenzi wa ofisi ya kanda maalum ya kiuchumi ya Benjamin Mkapa Special Economic Zone Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unahusu ujenzi na uzio ambao unatenganisha eneo la viwanda na eneo la kupoza umeme na ukarabati wa mifereji ya maji ya mvua katika ukanda maalum wa kiuchumi ya Benjamin William Mkapa Special Economic Zone. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 149 na milioni 9,930 mnamo Disemba 2023 na ulianza kutekelezwa 19 Februari na ukakalimika Agosti 2024 na kukabidhiwa kwa serikali tarehe 20 Novemba 2024. Aidha, kamati ilieleza kwamba mradi huu ulitekelezwa kwa kutumia utaratibu wa force account. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilitembelea baadhi ya wawekezaji ambao wanasimamiwa na mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi waliopo katika eneo hilo la Benjamin Mkapa Special Economic Zone, ambapo walionyesha kufurahishwa na usimamizi wa wizara kwao kama wawekezaji. Aidha, walikuwa na maombi kwa serikali kushirikiana na taasisi kifedha kuwa na dirisha la kutoa mikopo kwa wamiliki wa viwanda na kuongeza thamani na bidhaa zao ili kuweza kushindana na bei katika soko la dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kamati inampongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kufungua milango kwa wawekezaji nchini kutafuta fursa kwa wawekezaji wazawa. Hali hii inadhihirisha namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kukuza sekta ya uwekezaji nchini. Utekelezaji wa maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati. Wakati wa uchambuzi wa bajeti, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji wa mwaka 2024-2025, kamati ilitoa maoni, ushauri na mapendekezo mbalimbali ili kuboresha utekelezaji wa bajeti ofisi hiyo. Naomba kulitaarifu Bunge lako tukufu kwamba sehemu kubwa serikali imezingatia maoni na ushauri wa kamati yetu. Uchambuzi na makadirio ya matumizi ya mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26 ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji inaomba kuidhinishiwa kukusanya trilioni 1,566.2 ikilinganishwa na trilioni 1,168.5 katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 kama ambavyo imeidhinishwa katika jedwali namba 5 lililopo katika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imeeleza kwamba ongezeko hilo la makusanyo ya maduhuli ya kwa mwaka wa fedha 2024-2025 linatokana na uimarishaji wa mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, ya msajili wa hazina ambayo inaongeza usahihi wa takwimu,
upatikanaji wa mapato na mashirika ambayo serikali ina hisa au kutegemea kupata gawio, na kurahisisha utoaji taarifa na ufuatiliaji wa mapato na matumizi ya mashirika. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji pamoja na taasisi zilizo chini yake inaomba kuidhinishiwa jumla ya bilioni 122.1 ikiwa ni fedha na matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo bilioni 22.5 ni mishahara na bilioni 99.5 ni matumizi mengineyo ambayo imechanganuliwa katika Januari namba 6 lililopo katika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025-26 imepungua kwa kiasi cha shilingi bilioni 59.5 sawa na 33% ikilinganishwa na mwaka wa fedha unaoishia, ambapo bajeti ya matumizi ya kawaida ndani ya ukomo wa bajeti wa shilingi bilioni 181.7 ikiwa ni baada ya ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 115.5 ambayo ilitoka Wizara ya Fedha na iliwasilishwa kwa mamlaka ya Ngorongoro kwa ajili ya kutekeleza zoezi la uhamisho wa wananchi kutoka hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba fedha zinazoombwa zinatumika vizuri. Ili kuhakikisha hili linatekelezwa ipasavyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba inawasilisha mbele ya kamati taarifa mbalimbali za utekelezaji wa bajeti kwa mujibu wa sheria. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 26.5 kwa ajili ya utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Kati ya fedha hizo bilioni 14.5 ni fedha za ndani na bilioni 11.9 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa kiasi cha bilioni 5.2 sawa na 19.6 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoisha. Sababu ya kuongezeka kwa bajeti kumechangiwa na mipango ya serikali kuhakikisha kwamba kuna maendeleo endelevu kwa Watanzania wote kwa kuhimiza mipango madhubuti ya uwekezaji nchini kama ambavyo imechanganuliwa katika jedwali namba 7 lililopo katika taarifa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza jitihada za serikali kuendelea kupanga bajeti ili kutekeleza miradi mingi zaidi kwa kutumia fedha za ndani. Aidha, kamati inaendelea kuisisitiza serikali kupitia wizara hii kuhakikisha kwamba fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo zinapatikana kwa wakati, zinatekeleza miradi iliyopangwa kutekelezwa ili kuweza kuleta tija na ustawi kwa wananchi kwa ujumla. Sehemu ya 4, ushauri, maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia majadiliano ya kina kuhusu makadirio na mapato na matumizi ya Wizara, Ofisi ya Rais Mipango Uwekezaji kwa matumizi ya fedha 2025-2026, kamati inatoa maoni, ushauri na mapendekezo ya jumla kwa ofisi kujiwekea malengo ya ukusanyaji maduhuli ambayo yanaakisi uwezo wa ukusanyaji na hali halisi ya vyanzo vya mapato. Fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina. 1. Kwa kuwa uwekezaji wa kimkakati katika masoko ya hisa, taasisi binafsi zenye tija, manufaa ya taifa nchini na manufaa ya taifa, serikali inakosa gawio ambalo linaweza kutumika kwa maendeleo ya nchi. 2. Mali zilizorejeshwa serikalini zinafanyiwa tathmini, zinasababisha serikali upotevu wa fedha kwa kushindwa kujua thamani halisi ya mali hizo. 3. Ofisi ya Msajili wa Hazina kutokana na usimamizi madhubuti kwa mashirika ya umma kuchangia kukosekana kwa gawio na kupunguza mapato ambayo yameingia katika mfuko mkuu wa serikali. 4. Kutokuwepo kwa makadirio na makusanyo ya maduhuli yanayoakisi uwezo wa ukusanyaji na hali halisi ya vyanzo vyake kupelekea kuonekana kuwa hakuna tathmini ya kutosha juu ya vyanzo hivyo vya ukusanyaji wa maduhuli. Na 5. Madeni yanayotokana na ubinafsishaji wa mali ya serikali ili kuboresha na kuongeza ukusanyaji wa mapato
hayatakuwa na tija kwa taifa kwa msajili wa hazina, hayatakuwa na tija kwa taifa kama msajili wa hazina hatoboresha njia bora za kusimamia na ukusanyaji wa mapato hayo kupitia vyanzo hivi. Fungu 11. Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Kutokuwepo kwa usimamizi madhubuti thabiti wa kanda maalum ya kiuchumi kunapelekea uanzishwaji wa kanda hizo kutokuwa na tija zilizokusudiwa na taifa na changamoto ya elimu ya kutosha ya uwekezaji na fursa za uwekezaji kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Inapelekea wadau hao kuwekeza katika maeneo na miradi ambayo si ya kimkakati kwa taifa. Ushauri mahususi. Fungu 66 Tume ya Mipango. Serikali ihakikishe inaandaa nyenzo bora za utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 ili kuweza kuleta tija kwa wananchi. 2. Serikali ihakikishe ushiriki wa sekta binafsi katika kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo nchini. Na 3. Serikali ifanye tathmini na kuhusu miradi ya kimkakati inayotekelezwa na inayotarajiwa kutekelezwa na serikali ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inaleta tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Fungu namba 7. Msajili wa hazina. Serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina ihakikisha kwamba inaendelea na uwekezaji katika masoko ya hisa, taasisi binafsi zenye tija na manufaa kwa taifa. Kwa taifa. 2. Serikali kupitia ofisi za msajili wa hazina ihakikisha inafanya tathmini ya mali zilizorejeshwa serikalini, kuziendeleza ili ziweze kuongeza mapato kwa serikali. 3. Serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina inasimamia uwekezaji wa umma ili kuongeza mchango wa taasisi na mashirika hayo katika kuchangia katika mfuko mkuu wa serikali ili kukuza pato la serikali na taifa kwa ujumla. 4. Serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina hakikisha kwamba inaweka makadirio na makusanyo ya maduhuli yanayoakisi uwezo na ukusanyaji na hali halisi ya vyanzo vyake. Na 5. Serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina inaboresha vyanzo vingine vya mapato ikiwemo madeni yanayotokana na ubinafsishaji wa mali za serikali ili kuongeza ukusanyaji wa mapato. Fungu 11. Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. 1. Serikali kusimamia uwekezaji wa kanda maalum za kiuchumi ili kuleta tija kwa taifa. 2. Serikali iendelee kutoa elimu ya uwekezaji na fursa za uwekezaji kwa wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi katika kanda maalum za kiuchumi na miradi ya kimkakati ya taifa. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kukushukuru wewe binafsi, Naibu Spika na wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumshukuru Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na wenyeviti wote wa Bunge kwa uongozi wetu na kwa uongozi wenu wa kutupatia nafasi za kuwakilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambao maoni, ushauri, ushirikiano wao umeweza kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi hali ya juu, hatimaye kukamilisha taarifa hii. Naomba majina yao yote yaingizwe kwenye taarifa rasmi za Bunge kama yalivyowasilishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati naomba nichukue fursa hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Tume ya Mipango, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais Mipango na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge, naibu waziri ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kwa ushirikiano ambao wameendelea kutoa kwa kamati wakati wote wa kujadili mjadala wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa ofisi hiyo pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano walioupatia kamati iliyoongozwa na Katibu Mkuu ofisi hiyo Dr. Tausi Mbaga Kida, ndugu Felix Fredi Matola Msemwa, Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango, ndugu Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina. Mwisho lakini si kwa umuhimu, napenda kumshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka I. Leonard kwa kuratibu vyema shughuli za kamati na Bunge kwa mujibu wa katiba ya nchi hii. Aidha,
Kiupekee na washukuru sekretarieti ya kamati yetu kwa kuratibu shughuli za kamati na kufanikisha kukamilika kwa taarifa hii ambayo niwakilisha mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa kamati Dr. Joseph Kizigo Mhagama ambaye umekalia kiti hiki leo, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Yahaya Masare, mjumbe mwandamizi wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, kwa kusoma taarifa yako kwa ufasaha mkubwa sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Yahaya Masare, mbunge. Aidha namshukuru pia waziri ambaye amehitimisha hotuba yake kabla ya kamati. Na waheshimiwa wabunge, tutakuwa na uchangiaji kama ilivyo kawaida yetu, na tutaanza na Mheshimiwa Shams Vuai Nahodha. Atafuatia Mheshimiwa Edwardi Ole Lekaita